Vitalis Msimbe SBS wa Jimbo Katoliki Morogoro katika hii siku ya maadhimisho ya miaka 125 ya uinjilishaji parokia ya Matombo. Mwashamu Baba Askofu Lazarus Vitalis Msimbe SBS, askofu wa jimbo letu la Morogoro. Mheshimiwa Padri Salvinus Kwembe, makamu askofu wa jimbo Katoliki Morogoro, alikuwepo, sijui amesharudi katika kubadilisha nguo, nafikiri yupo. Mheshimiwa Padri Octavian Semebe, paroko wa parokia yetu ya Mtakatifu Paulo Matombo. Mheshimiwa Padri Laurent Luanda, paroko msaidizi wa parokia ya Mtakatifu Paulo Matombo. Waheshimiwa mapadri wote walioshiriki pamoja nasi katika tukio la kukumbukwa lenye historia iliyotukuka. Waheshimiwa viongozi wa shirika la masista wa shirika la moyo safi wa Maria Mgolole pale, waheshimiwa watawa wa kike na wa kiume, viongozi na wanachama wa vyama mbalimbali vya kitume, viongozi wa serikali wote mliopo hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Amsindie. Jubilei miaka 125 parokia ya Matombo, maisha mapya katika Kristo, maisha mapya katika Kristo. Jubilei miaka 125 parokia ya Matombo. Nianze risala hii kwa kunukuu Zaburi ya 118 aya 24. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Maandiko haya leo yametimia parokiani kwetu, nasi tuna haki ya kufurahia na kushangilia, kwa maana Mwenyezi Mungu ametutendea makuu kwa jina lake, kwani jina lake ni takatifu. Shangwe ziwe kwetu, sifa na shukurani ziende kwake. Kwako wewe kiongozi wa jimbo letu, Mwashamu Baba Askofu Lazarus Vitalis Msimbe SBS, tunatambua wingi wa majukumu yanayokukabili na uchache wa muda ulionao, lakini umekubali kutupa sisi waamini wa Matombo nafasi ya kwanza katika muda na majukumu yako, ili tuweze kufurahi na kushangilia pamoja katika siku hii ya historia kwa parokia yetu. Hii ni heshima kwetu na vizazi vijavyo. Mwashamu Baba Askofu, leo tunapofanya shangwe ya miaka 125 ya parokia ya Mtakatifu Paulo Matombo, tuna mengi ya kumshukuru Mungu kwa mema aliyotujalia katika nyanja mbalimbali zikiwemo za imani, elimu, afya, viwanda na makazi, hivyo kuleta maendeleo na kuboresha maisha ya wananchi wa Matombo. Jubilei maana yake nini? Jubilei ni sherehe maalum ya kuadhimisha tukio muhimu katika maisha ya mtu, shirika, asasi na kadhalika, ambayo hufanyika kila baada ya kipindi fulani, kama vile baada ya miaka 25, 50, 75 na 100 na kadhalika. Mwashamu Baba Askofu Lazarus Vitalis Msimbe, parokia hii ya Mtakatifu Paulo Matombo ilianza rasmi mwaka 1897, mwanzilishi akiwa Padri Klaus ambaye ni Mfaransa aliyetembelea Matombo akitokea misheni ya Tununguo na kuvutiwa na sehemu hii ya Uluguruni iliyokuwa na ardhi nzuri na vyanzo vya maji ya kutosha yanayotiririka kutoka milima ya Uluguru. Padri Klaus aliamua kujenga banda la kwanza pale jiwe la Matombo. Kwa sisi wa Uluguru tunafaa liko huku jiwe la Matombo hilo.
na baadaye kuhamia hapa tulipo na kuanza kujenga kwa kanisa hili tunaloliona hilo nyuma yangu mimi, kwa mawe na udongo. Na kwa kweli hili kanisa halikujengwa mwaka 1897. Hili kanisa limejengwa mwaka 1909 kutokana na kumbukumbu zilizopo, na kulikamilisha mwezi Disemba mwaka 1913. Kihalisia sherehe hizi zilitakiwa kufanyika mwaka 2022. Hakika parokia ya Matombo ina umri wa miaka 129. Ujenzi wa kanisa hili ulifanywa na wazee wetu hapa Matombo pamoja na wengine ambao walisafiri kutoka sehemu mbalimbali kama Tundunguo ambako tayari kulikuwa na ujenzi wa kanisa. Baadhi ya wazee wanaokumbukwa kwa ujenzi wa kanisa letu hili ni mzee Clement Boko. Ukivuka hapo Mwangazi kwenye ile daraja mkono wa kulia pale ndo alikuwa anaishi, ambaye ni babu wa Padri Francis Kolongo. Mzee Adelaide, sisi hapa Matombo alikuwa anajulikana maarufu kwa mzee Adala, na mzee Mlawa. Ukipandisha ule mlima unaenda Msalabani, alikuwa anaishi hapa pembeni kushoto. Kwa hiyo wachache nawakumbuka, wengine wote mjue hao watu walishiriki kujenga hili kanisa. Mwashamu Baba Askofu Msimbe, miaka 125 ni karne moja na robo, ni umri wangu pengine mara mbili. Katika kipindi hicho parokia imetenda mambo mengi ya kiimani, kiuchumi, afya, elimu na miundombinu. Kiimani, jumla ya waamini 208,196 wamebatizwa katika parokia yetu. Hii kwa kweli ni idadi nzuri na kubwa na kutia nguvu. Kanisa lina kumbukumbu ya waamini wa kwanza kubatizwa mwaka huo wa mwaka 1897. Na hapa niseme tu, muumini wa kwanza kubatizwa ametoka Mgeta, sio Matombo. Manake watu wa Mgeta walikuwa nasali hapa, wakati huo kulikuwa hakuna kanisa Mgeta. Aidha, waamini 19,621 wamepewa kipaimara, na waliofunga ndoa katika kanisa hili ni 6,099. Aidha, parokia nyingi zimeanzishwa kutoka parokia ya Matombo, zikiwemo Kasanga mwaka 1937, Singisa mwaka 1931, Mtombozi mwaka 1949, Mvua juzi kidogo hapa mwaka 2000, Kibungo Juu kule 1955, Kibungo Chini 1985, 385, na parokia ya Tawa mwaka 1949, ambapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kumpata mwashamu Baba Askofu Anthony Mathias Banzi, apumzike kwa amani, ambaye aliwahi kuwa askofu wa jimbo la Tanga kutoka parokia ya Tawa. Kwa sasa, kwa lengo la kusambaza Injili na kuwafikia waumini wengi, parokia ina vigango 9, jumuiya 65. Aidha, jumla ya makatekista ni 14 wanaohudumu katika parokia yetu. Baba Askofu Lazarus Vitalis Msimbe wa parokia Vitalis Msimbe wa jimbo letu la Morogoro. Parokia ya Matombo katika kipindi cha miaka 125 imetoa mapadri 8 wazawa, na kati ya hao mapadri 3 wametangulia mbele ya haki. Pia wapo watawa wa kike na wa kiume tangu kuanzishwa kwake wanaotumikia jimboni na katika mashirika mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mwashamu Baba Askofu Lazarus Msimbe, utaratibu wa usimamizi wa kanisa ulianzishwa rasmi mwaka 1933
wakati vyama vya kitume vilipoanzishwa mwaka huu. Vyama hivyo ni Legio Maria na kile cha Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, ili kuwasaidia mapadri wetu kuwa na muda zaidi wa kushughulikia masuala mazito ya Wakristo. Kwa sasa kuna vyama vya kitume vingi, mfano kwaya, Legio Maria, utume wa Fatima, moyo mtakatifu wa Yesu, UWAKA, WAWATA, VIWAWA na utoto mtakatifu. Mafanikio makubwa ya kiimani kwa Wakristo wa Matombo yalianza kuonekana pale wavulana walipoanza kujiunga na mafunzo ya upadri. Hapa ni mtaje mseminari Joseph Mkude kutoka Mgeta, aliyeleta chachu hiyo pale alipotembelea Matombo akielekea Kasanga mwaka 1942, na itakumbukwa kuwa mzalendo wa kwanza kupewa daraja la upadiri katika jimbo la Morogoro alikuwa Padri Paskali. Ingawaje huyu hakuwa Mluguru, lakini ndio alikuwa padri wa kwanza. Babu zetu walikuwa wanatusimulia sana kuhusu huyu Padri Paskali, bali ni Padri Paskali, na huyu alipadilishwa pale Kiguru Nyembe mwaka 1944. Padri Paskali aliletwa parokia ya Matombo akiwa padri wa kwanza Mwafrika kufanya kazi katika parokia yetu. Amefariki, apumzike kwa amani. Mwashamba Baba Askofu Lazarus Vitalis Nsimbi, ulipokuwa unakuja hapa kwetu ukitokea Morogoro mjini, upande wako wa kushoto unapoingia barabara ya kuelekea parokiani, uliona msalaba mkubwa. Sehemu hiyo ina historia muhimu ya Ukristo hapa kwetu Matombo. Ni hivi: tarehe 5 Julai mwaka 1933, kikundi cha Waislamu wachache wakitokea sehemu ya Uponda, Uponda ni huku jamani, walipita karibu na kanisa na kuimba dhikri. Walivuka pale Roda Mfizigo pale, waliponyamazishwa na Padri Tobert Shedlin, Padri Van Leer na Mwalimu Ferdinand Kinzingo, babu yetu, walikuwa wanakaa pale chini, walikaidi, na ndipo purukushani ilipoanza, na matokeo yake Muislamu mmoja aliumizwa jicho. Kwa tukio hilo, Waislamu walishtaki kwa mkuu wa wilaya aliyeitwa Bwana Hushis huko Morogoro. Uamuzi ulipotolewa, ilionekana kuwa Waislamu hakutendewa haki, hivyo Wakristo walitozwa faini ya shilingi 500, sio 5,000, sio 500,000, 500 kwa washiriki wote, na huyu Mwalimu Ferdinand peke yake alitozwa shilingi 100, na kabla ya hapo aliwekwa mahabusu kwa muda mrefu. Wamisionari walikata rufaa na kushinda shtaka hilo. Ushindi huu uliadhimishwa kwa kujenga msalaba mkubwa mwezi Juni mwaka 1935. Msalaba huu una maneno yaliyoandikwa kwa lugha ya Kilatini, In Crucis Salus, ikiwa na maana kwa Kiswahili, wokovu hupatikana katika msalaba. Mahali hapo kwa sasa ni maarufu kwa jina la Msalabani. Ni kituo maarufu cha usafiri na biashara, hasa matunda. Mwashamba Baba Askofu, tumeandika juu ya msalaba ili uweze kufahamu vizuri kuhusu msalaba huo na kuwa balozi mzuri kwa kutangaza, kwa kuwa wewe ndiye kuhani wetu mkuu. Kuna maneno yanasikika, pengine watu wanasema tu, pale kuna madini. Tuna wasiwasi watu wanaweza kumng'oa ule msalaba, matokeo hakuna. Wengine wanafikiri wamisionari wameweka hela. Unajua sasa hivi watu wanafikiria sana utajiri, wanaweza kwenda vijana hapa wakaugomoa ule, historia yote ikai. Kwa hiyo wewe nafikiri utakuwa balozi wetu mzuri. Kama tunavyofahamu, serikali ina mpango wa ujenzi wa barabara ya Bigwa kwenda Kisaki. Hivyo tunashauri msalaba ubakie pale ulipo,
na upanuzi wa barabara ufanyike upande mwingine, kwa sababu hii yote ni ya mission. Asante sana baba askofu. Kwa hiyo inapotokea haya mambo, nafikiri mtapigania ubaki pale pale. Unaweza kuzunguka ukapiga depressed, lakini usimolewe. Mwashamu baba askofu Lazarus Vitalis Nsimbe, mara tu watawa wa kike wa kutoka Ujerumani walipohamia kwenye jengo lao tunaloliona sasa, tulioni hapo kwamba liko nyuma ya masista, walianzisha masomo ya maarifa ya nyumbani kwa wasichana wa Matombo, na baada ya muda mfupi baadhi yao wakawa watawa. Ilipotimu mwaka 1936 jumuiya ya masista wa Kijerumani iliongezeka zaidi, hata pale walipoondoka mwaka 1960 masista wetu wazawa waliweza kuendeleza shughuli zilizokuwa zikifanyika. Hii iliamsha ari kujiunga na utawa. Kwa sasa jengo la masista linahitaji kukarabatiwa ili masista wapate kuishi na kufanya kazi katika mazingira bora na salama, na kurudisha masomo ya maarifa ya nyumbani kama vile kushona na upishi, na kuongeza masomo mengine ya teknolojia ya mawasiliano kwa kutumia kompyuta, na hata upambaji, fani inayochipukia kwa kasi hivi sasa, na kuwapatia wanawake wetu kipato. Mwashamu baba askofu, jubilei ya kwanza kanisa la Matombo ilifanyika tarehe 4 Julai 1947, ikiwa ni miaka 50 ya kumbukumbu kuanzisha kwa kanisa. Sikukuu hii ilihudhuriwa na wamisionari wengi maarufu walioanzisha kanisa la Matombo, mmojawapo akiwa mwashamu baba askofu Hilhorst, na huyo aliadhimisha misa na mapadri wengi akiwemo Padri Gatan, Shaglin, Lisla, Lemlo, ambao babu zetu walikuwa wanamuita Lembeli. Huyu ni maarufu na alikaa sana hapa Matombo, na maparoko wengine walioongoza parokia. Jubilei ya pili ilifanyika 1972 na ile ya miaka 100 hata mimi nilihudhuria mwaka 1998, ambayo kimsingi ilibidi ifanyike 1997. Na katika jubilei ile mgeni rasmi alikuwa mwashamu baba askofu Telescope Gude, ambaye aliwahi kuwa paroko hapa Matombo tangu mwezi Septemba 77 hadi mwaka 79. Mwashamu baba askofu Lazarus Vitalis Nsimbe, kwa kuona umuhimu wa jubilei hii ya kanisa letu kutimiza miaka 125, parokia iliona vyema kuwashirikisha wadau wengi, hasa wa kutoka sehemu mbalimbali, ili waweze kutoa mawazo na kupanga jinsi ya kuadhimisha jubilei. Kwa kuliona hilo, kamati iliundwa chini ya unyeketi wa mzee Robert Rwanda aliyotoka hapa sasa hivi. Kamati hii ilikuja na mikakati ya kuweza kukarabati kanisa, nyumba ya mapadri, nyumba ya masista, kujenga vyoo vipya kwa matumizi ya waamini na wageni. Tulipanga pia kununua gari litakalohudumia parokia pamoja na gharama za sherehe. Lakini kwa bahati mbaya bajeti haikutosha. Napenda kukufahamisha mwashamu baba askofu kuwa parokia imeweza kukarabati kanisa kwa 90%, hasa uwekezaji wa paa jipya kwa mabati mapya na ya kisasa, kukarabati sehemu chache za nyumba ya mapadri, hasa chumba cha askofu na chumba cha kupata chakula, na upakaji wa rangi kwa jengo hilo. Hivi vyote vimefanyika kwa ari kubwa ya kujitolea kwa waumini wa Matombo wanaoishi Matombo na nje ya Matombo pamoja na marafiki zetu. Mwaka huu 2026 tunaposherehekea jubilei ya miaka 125 na zaidi ya kuanzishwa kwa parokia yetu ya Matombo, mwanzoni tulipanga sherehe hizi zifanyike mwaka 2024, lakini haikuwezekana kutokana na sababu mbalimbali.
na pia wewe mwenyewe kuiomba kamati ya maandalizi kusogeza mbele angalau tuwe tumekamilisha ujenzi wa kanisa au ukarabati wa kanisa, ujenzi, ukarabati wa kanisa. Kama nilivyosema hapo awali, leo ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Mwashamu Baba Askofu Lazarus Vitalis Nsimbe, ni vyema kuwataja kwa majina mapadri na watawa waliotoka katika parokia hii na parokia za jirani katika kipindi cha miaka 125. Wengine tumewasahau au hawako kwenye kumbukumbu. Padri Joseph Mkoba August na Padri Caroline Mloka Bembe, upadirisho mwaka 1953. Padri Louis Victor Mbena, upadirisho mwaka 1955. Padri Macarius Ephraim Mbena, upadirisho mwaka 1956. Sauti ilitetemeka, huyu babangu mkubwa, kwa hiyo nitaka kulia. Tunaendelea. Henry Mruge alipata upadri mwaka 1959. Padri Francis Mzeru Yosef mwaka 1966. Padri Rogatus Basil Zongo mwaka 1990. Hawa niliwataja wote wameshatwaa. Sasa hawa niwataja ni vijana bado. Padri Abloni Konstantini Nzegesela mwaka 1996. Padri Anaclet Mlauka Henry mwaka 1998. Padri Chedieri maarufu Chedieri Mlauka 2004. Padri Evodius Mbena mwaka 2008. Padri Godfrey Magari, bahati mbaya huyu amefariki, huyu alipata mwaka 2012. Padri Ferdinand Lukoa alipata 2012. Na tunaye brother mmoja Gibson Msilu, sijui kama leo amekuja hapa, yupo basi vizuri sana, alipata hiyo utawa wake, alifunga nadhiri nafikiri 2010. Na kutoka parokia za jirani tuna Padri Dr. Francis Xavier na Tigwa, huyu anatoka parokia ya Kasanga. Tuna Padri Francis Kolongo kutoka parokia ya Tawa, na wengine ambao hatutoweza kuwataja kwa sababu kumbukumbu zao hazipo. Sasa niseme masista wazao kutoka parokia yetu ni Sister Maria Loisi, aliweka nadhiri yake ya kwanza 1940. Sister Maria Magdalena aliweka nadhiri yake mwaka 1942, na hapo nataka kutoka machozi, ni bibi yangu. Sister Maria Majela mwaka 1942. Sister Maria Gerhada mwaka 1942. Sister Maria Erika mwaka 1945. Sister Maria Gregory mwaka 1981. Sister Sofia Makonde 1982. Sister Maria Salome mwaka 1983. Sister Gerhada Tamba mwaka 1986. Sister Julieta Makonde mwaka 1989 na Sister Doris Mbegu mwaka 1989. Pia tunao na masista wengine wa mashirika mbalimbali wanaofanya utume sehemu nyingine, akiwemo Sister Janet Benedict Kimbiki. Kwa kipindi hiki cha miaka 100 zaidi ya 125 ya parokia ya Matongo imehudumiwa na mapadri zaidi ya 40. Tumeweka annex ya mapadri na bado tunaendelea. Hii hapa tutakapokupia kopi yako huko ya iko. Maendeleo haya
yamekuwa ni matunda ya juhudi zao pia. Mhashamu Baba Askofu Lazarus Nsimbe, kustawi kwa parokia ya Matombo, mapadri na masista na kuongezeka kwa waamini tangu kipindi kanisa linaanza hadi sasa ni ishara ya wazi kabisa ya baraka za Mwenyezi Mungu kwa kazi iliyoanzishwa kwa mikono ya Padri Klaus, paroko wa kwanza wa Matombo. Parokia zilizochipuka kutoka Matombo ni ushuhuda kuwa uenezaji wa Injili katika eneo la Uluguru Mashariki ni kazi iliyoongozwa na Roho Mtakatifu. Shukrani. Napenda kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa neema yote aliyotujalia kufikia siku hii ya leo. Aidha, shukrani zetu sisi waumini wa Matombo zije kwako wewe, kuhani wetu mkuu wa jimbo la Morogoro, Askofu Lazarus Vitalis Nsimbe, kwa ushauri wa mara kwa mara kila tulipokuomba, na pia kuwezesha kwa majitoleo yako kuhakikisha kuwa sherehe hizi zisikwame. Tunasema asante sana baba yetu, kwani ulishawahi kunena lusona na mwenye mwali, usemi wa lugha ya Kiluguru, ukiwa na maana shughuli za ngoma inaanzishwa na wenye mtoto. Hakika baba askofu, parokia ya Matombo ni mtoto wako, na leo hii una haki ya kupiga vigelegele, na unaweza tena kuweka usiku hapa tena mwingine. Sisi hatuna wasiwasi, tutakuhudumia, tunakupenda. Shukrani kwa maparoko wote waliosimamia jubilei hii, akiwemo paroko aliyepita Padri Octavian Msimbe na paroko msaidizi Padri James Mogela. Tunawashukuru paroko wa sasa Padri Octavian Semembe na paroko msaidizi Padri Laurent Luanda kwa kuendeleza na kusimamia maandalizi haya ya jubilei bila kuchoka. Wamefanya kazi kubwa sana, wakati mwingine wakikusanya michango kwa marafiki zao. Wameonyesha upendo mkubwa kwetu. Aidha, niipongeze kamati ya jubilei chini ya uongozi wa mwenyekiti mzee Robert Luanda na katibu Gaitan Banzi kwa kuratibu shughuli hizi na kutekeleza kwa mafanikio makubwa. Kwa kweli ilikuwa si kazi nyepesi. Vitalis Nsimbe, kuhitimisha risala yetu ni vyema kulisema hivyo, ingawaje naye nani alisema kwa njia nyingine mwenyekiti. Mimi nasema kwa kutaja na hela, mtu akisema ametoa ng'ombe pengine anafikiri shilingi 50. Tunakushukuru sana kwa mchango wako wa shilingi milioni 2 uliotupatia kwa ajili ya maandalizi ya jubilei yetu. Mungu akubariki sana. Tunashukuru sana mapadri wazawa wa Matombo na masista wazawa na wadekania hii ya Matombo kwa michango yenu. Tunawashukuru mapadri wote waliotusaidia na wote wenye mapenzi mema. Mungu awabariki sana. Tunawashukuru wana Matombo waishio Matombo na waishio nje ya Matombo kwa michango yenu. Mungu awabariki na tuendelee kushirikiana na paroko kujenga Matombo yetu. Nawapongeza sana waamini wa Matombo, parokia za jirani na marafiki kwa kujitoa kwa hali na mali. Nasikia kuna waliochangia kuku na mchele, hongereni sana. Sasa tunaanza upya kwa kauli mbiu yetu ya jubilei, miaka 125 parokia ya Matombo, maisha mapya katika Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.